Katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2, Biblia inazungumza habari ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Biblia inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuweko wote mahali pamoja. Sasa naomba nikurudishe kidogo. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja, aliyejigawa mwenyewe kwa hekima yake mwenyewe na kwa uweza wake mwenyewe, akajigawa kama Mwana na akajigawa kama Roho Mtakatifu na akajigawa kama Baba. Mungu alipojigawa, alipokuwa mmoja kwa hekima yake, on his own pleasure, kwa ajili yake mwenyewe. Ni kama leo mimi alibariki Mbando kwa maamuzi yangu mwenyewe, nimeamua kuvaa tai nyeusi mimi mwenyewe, sio mapendekezo ya mke wangu wala ya watoto wangu wala sio influence yako, ni mimi mwenyewe nimeamua kuvaa tai nyeusi. Kuna mtu anandai? Okay, Mungu mwenyewe on his own pleasure aliamua. Unajua tatizo ni nini? Watu wanapenda kumhukumu Mungu, watu wanapenda kumpangia Mungu, watu wanataka Mungu angefanya kitu ambacho wao wanataka, na wanaongozwa na elimu kubwa ya kishetani. Ukisikia mtu yeyote anayepinga Mungu hayuko katika utatu, huyo ni mjumbe wa shetani. Amesukumwa na roho ya kichawi na roho ya kishirikina na roho ya dini na roho ya kichawi na roho ya dini na roho yoyote ya kishetani ili kupinga Mungu. Maana Mungu akiwa hayupo Mwana, sisi wote tulioko hapa leo hatuna kazi. Sisi tuna uwezo wa kuaccess Mungu, tuna uwezo wa kumfikia Mungu Baba kwa sababu ya Mungu Mwana aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu Kristo ni Mungu Mwana. Wakati Biblia inasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu, Mungu alikuwa na nafsi zote tatu pamoja. Mwana, Roho na Mungu Baba walikuwa pamoja, na wanafanya mjadala wa muumbe mtu kwa mfano wetu. Wakati mwanadamu anaumbwa, tayari anguko la dhambi juu ya shetani lilishakuwepo. Sasa Biblia inasema pale mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena nini? Utupu. Na Roho wa Bwana akakaa juu ya nini? Ya vilindi vya maji. Nilikuambia giza linamwakilisha shetani. Wakati Mungu aliumba mwanzo mbingu na nchi, shetani hakuwa ameanguka. Baada ya kuumbwa shetani na baada ya kuumbwa malaika wote, hakukuwa na anguko. Na wanadamu wanasahau malaika tunaowaona leo hawakuwa kama walivyo kabla ya anguko. Kabla ya anguko malaika walikuwa kama wanadamu. Kabla ya anguko malaika walikuwa na uchaguzi. Walikuwa wanaweza kuchagua kumheshimu Mungu ama kutokumheshimu Mungu. Mungu alipowaumba malaika wote aliwapa uhuru, na malaika huyu aliyeitwa Lucifer alikuwa ni malaika wa sifa. Na Baba Mungu alimuumba akamfanya kuwa mzuri, akampa urembo na uzuri wa kila namna, akampa sauti za kila namna, akampa ubunifu wa kila namna. Labda naweza kusema hivi, sauti zote nzuri unazozisikia za ndege, sauti zote nzuri za nyangumi baharini, sauti zote nzuri za wanamuziki unaowasikia wakiimba, kuanzia wale wa kidunia mpaka wale wengine unaowajua, waimbaji wote na kwaya zote na keyboard zote zinazoimba ziliwekwa ndani ya kiumbe aliyeitwa Lucifer. Alikuwa akifungua mabawa yake, akitoa sauti yake, nyimbo na nderemo za ajabu za kumsifu Bwana zilisikika. Yeye alisifiwa na Bwana. Ezekieli 28 anasema alikuwa kerubi aliyekuwa ameinuliwa na Bwana, na Mungu akamweka juu ya kila mahali, na alikuwa anatembea juu ya mawe ya moto. Mawe maana yake malaika wanawakilisha moto. Maana yake malaika kerubi huyu alikuwa anatembea juu ya malaika wenzake, alikuwa anaweza kuamrisha mbingu ikaimba. Na ndio maana alipoanguka aliweza kushawishi malaika wengi mno. Malaika mamilioni mabilioni waliasi pamoja na Lucifer. Baada ya anguko, wasomaji wa Biblia wanajua, Biblia inasema katika Ufunuo wa Yohana 12, kisha ishara kubwa ikaonekana mbinguni, yule malaika, yule joka akipigana na malaika wengine. Naye alipoondoka kule mbinguni, alifukuzwa. Jamani, Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wengi wanafikirigi Mungu alipigana na shetani. Malaika, Bwana asifiwe. Unajua mbingu unazozisikia ambazo akina Mikaeli wapo, ambazo akina Gabrieli wapo, ambazo akina Rafaeli wapo, hiyo mbingu unayesikia malaika wapo, hiyo mbingu ipo hapo, Mungu hayupo.
Baba hayupo. In the beginning, Mungu, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Huyu Mungu alikuwa kwenye ulimwengu wake mwenyewe, akatoka kwenye ulimwengu wake akaja hapa akaumba mbingu, akaenda akaumba nchi. Nchi inawakilisha ulimwengu unaoonekana, micro, macro. Nchi inawakilisha planet, galaxy, earth. Ulimwengu unaoonekana unaitwa nchi pale mwanzo. Ulimwengu usioonekana unaitwa mbingu. Lakini Mungu akiumba mbingu na nchi, hakuwa kwenye nchi wala hakuwa kwenye mbingu. Mbingu inawakilisha ulimwengu usioonekana. Mungu alikuwa kwenye ulimwengu wake. Haleluya. That's why Mungu ni mkuu sana. Nasema Mungu ni mkuu sana. Jamani, Mungu ni mkuu sana. Mungu anaweza akachukua mbingu zote na nchi zote, akaziteketeza zote, akaumba upya. Mnaelewa? Mbele ya macho ya Mungu, hii dunia yote unayoiona na vile usivyoviona na mbingu na nini, vyote unavyoviona ni sawa na kipande cha karatasi kwenye mikono ya Mungu. Akitaka kukichoma, hivi nikikupa kipande cha karatasi cha A4, ukachukua kibiriti ukachoma, kitaonekana tena? Ndivyo kilivyo kwenye mikono ya nani? Okay, let us go back. Mungu hakuwa kwenye hii mbingu. Hebu tuseme sisi hapa wote ndio tulikuwa mbinguni. Sema amina. Alafu hapa pana nani? Pana Lucifer. Hapa pana nani? Pana Mikaeli. Hapa pana malaika wengine, wote wako kwenye hii mbingu. Tuseme hili kanisa tulipo hapa ndani, sisi tuko mbingu ambayo Lucifer na malaika wote walikaa. Alafu hapa tulipo hapa, malaika mmoja aache kumwimbia Mungu, aanze kujiimbia yeye mwenyewe na kujisifu. Wakati aliasi, Mungu hakupigana naye. Biblia inasema ishara ilionekana baada ya malaika kuasi. Mikaeli pamoja na wale waliomfuata Mikaeli ndio waliomuondoa Lucifer wapi? Mbinguni. Mungu alikuwa kwenye ule ulimwengu wake kule, anaangalia tu Lucifer na anaangalia kina Mikaeli. Na Biblia inasema hivi, wale malaika walioasi Mungu hakuwasamehe. Aliwakamata, akawafunga kwa minyororo ya moto na akawapeleka pande za chini. Watafungwa huko mpaka siku ya hukumu. Nao malaika walioasi, mashetani, sasa wana hasira nyingi. Naomba nirudie maana utasahau. Hiki kitu nakufundisha, Mungu amenifundisha sio siku moja. Hapo mwanzo Mungu, wangapi mnaona zile speaker? Hiyo iwe ni mbingu ya Mungu, mahali Mungu anaishi. Na hii ni nini? Ni mbingu. Kwa Mungu anatoka kwenye ule ulimwengu, anakuja anatengeneza mbingu na anatengeneza nchi. Alafu anaziacha, anaweka setting zote. Anarudi, anaenda kwenye ulimwengu wake. Akiwa Mungu kwenye mbingu zake mwenyewe, ndipo anaposema akiwa na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Na anasema baada ya hapo, anazungumza habari ya kumuumba mtu kwa mfano wake baada ya Lucifer kufeli. Mwanadamu aliumbwa na Mungu ili aje aweze kuleta superiority, aje atawale ndege wa angani, atawale viumbe vyote. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Atawale kila kitu. Shetani tumepewa mamlaka ya kumtawala. Kwa nini tuna mamlaka ya kumtawala shetani? Ufunuo 12:1 anasema alipotupwa kwenye nchi akakaa, anasema ole wa nchi na nini? Na bahari. Maana yule muovu amefanya nini? Ametupwa huko. Lakini anapokuja hapa kwenye Mwanzo 1:28 anasema na akawapa mamlaka. The Bible says he gave them dominion, authority over the creation. Kwa kama shetani yuko baharini, kama shetani yuko nchini, sisi wanadamu tumepewa mamlaka. Unajua siku ile shetani alipotembea bustanini. Okay, wangapi mnamuona shetani akiwa duniani, akiwa kwenye nchi, akiwa duniani wakati Adamu ndio anaumbwa? Mlango wa 2 mstari wa 7, Mungu akaumba mtu kwa mavumbi ya nini? Ya ardhi. Akamweka kwenye bustani ya Eden. All the sudden shetani anatokea. Alikuwepo. Biblia inamtaja kwenye Mwanzo 1, anasema na giza lilikaa juu ya nini? Juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Giza linamwakilisha nani? Shetani. Sema giza lishindwe kwa jina la Bwana. Sema mkuu wa giza, ninakuapiza kwa jina la Bwana. Ewe mkuu wa giza uliyeatamia baraka zangu, ewe mkuu wa giza
na kuapiza kwa jina la Bwana, kwa uweza wa Roho Mtakatifu, achilia baraka zangu, achilia baraka zangu, achilia baraka zangu kwa jina la Yesu Kristo. Achilia uzima wangu kwa jina la Yesu Kristo. Ewe giza, achia, achia, achia kwa jina la Yesu. Ewe giza la shetani, achia maisha yangu kwa uweza na mamlaka ya Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana juu ya maisha yangu, amenipaka mafuta. Roho Mtakatifu, sema kwa sauti, Roho Mtakatifu amenipaka mafuta kuondoa giza kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Haleluya. Biblia inasema na Roho wa Bwana alikaa kwenye maji. Maji yanawakilisha uhai, uzima. Na shetani anapokimbilia kwenye maisha ya mtu, anakimbilia mahali pana uzima. Ndio maana shetani huaga anawahi akili. Akiingia kwenye maisha ya mtu anawahi akili. Akiingia kwenye maisha ya mwanamke anawahi tumbo la uzazi. Hakuna kiungo chenye thamani kwenye mwili wa mwanamke kama uterus, kama tumbo lake la uzazi. Tumbo la uzazi ndipo palipo na baraka ya mwanamke. Ndipo palipo na ahadi ya mwanamke. Ndipo palipo na ukombozi wa mwanamke. Na ndio maana Biblia inasema atakombolewa na uzao wa nini? Wa tumbo lake. Shetani anakimbilia kwenye benki kuu ya mwanamke. Kama wewe ni mwanamke, sema shetani, sema ewe giza, achia tumbo langu la uzazi kwa jina la Yesu. Kwa nini wanawake wengi wana mapepo kuliko wanaume? Si kwamba wanaume hawana dhambi. Wanaume wana dhambi nyingi kuliko wadada. Tena wakaka wa kienyeji, wadada, wakaka ndio wanaishi maisha ya kienyeji. Watongozaji wengi ni wadada, ni wakaka. Lakini hawana pepo wengi. Kwa nini? Kwa sababu hawana benki kuu. Shetani ukimbilia benki. Anawahi tumbo la uzazi, anakunja mirija, anaharibu ovari. Mtoto akizaliwa, kile ni kiwanda, ni karakana. Hivi ni waulizeni, ni kitu gani cha thamani duniani kuliko kila kitu? Hivi hapa duniani ni kitu gani cha thamani kuliko? Kuna siku moja Mungu alisema na mimi, nilikuwa nasoma gazeti na nikaona askari wamempiga risasi Masai, sijui mtu kule Ngorongoro alikuwa amewadhuru wanyamapori. Nilipokuwa nasoma ile habari, Roho Mtakatifu akaniambia anachukizwa na habari hizi. Mtu mmoja, hebu sema mmoja, ni wa thamani kuliko Serengeti. Sasa naongea na baba Abi, atanikasirikia maana yeye ni mzee wa Serengeti. Mtu huyu, yani Mungu akiangalia Ngorongoro ya thamani na akakuangalia wewe una thamani kuliko nyumbu wote. Wewe ni wa thamani kuliko ngamia wote. Wewe ni wa thamani kuliko punda wote. Wewe ni wa thamani kuliko chochote, sema amina. Mwanadamu ni kitu cha thamani mbele za Mungu. Nikwambie, vitu vyote vimeumbwa kwa ajili ya mtu. Sio mtu aliumbwa kwa ajili ya vitu. Kama kuna mtu amenielewa aseme amina. Hivi nikuulize, ugali na wewe kipi cha thamani? Wewe umeumbwa kwa ajili ya ugali ama ugali kwa ajili yako? Sema amina yenye afya. Kwa jina la Yesu Kristo sema amina. Pesa ni kwa ajili yako. Haleluya. Wala wewe sio kwa ajili ya pesa, sema amina. Nasema pesa ni kwa ajili yako, wala sio wewe kwa ajili ya pesa, sema amina. Mavazi hayawezi kuwa na thamani kuliko wewe. Chakula hakiwezi kuwa na thamani kuliko wewe. Kwa maana hiyo chakula lazima kipatikane. Mavazi lazima yapatikane. Nyumba lazima ipatikane. Vitu lazima vipatikane kwako. Kwa maana wewe ni wa thamani kuliko vitu, sema amina. Na viamuru vitu vikufuate kwa jina la Bwana. Na amuru pesa zikufuate kwa jina la Bwana. Na amuru vitu vikufuate kwa jina la Bwana. Na amuru utajiri ukufuate wewe, sema amina. Wewe ni wa thamani kuliko utajiri. Wewe ni wa thamani kuliko pesa. Ukiona una struggle kuzitafuta pesa, maana yake you are valueless. Umepungua kuliko pesa. Sikia nikueleze. Hiyo mentality ikikuingia, pesa zinakufuata.
mawazo yakikuingia, pesa zinakukimbilia. Hayo mawazo yakikuacha, wewe unazikimbilia pesa. Nilikuwa namwambia mzee wa kanisa pale ofisini, nikamwambia baba, sikiliza, Mungu akikuondolea njaa amekusaidia sana. Nakwambia baba yangu, Mungu akikuondolea njaa amekusaidia, sema amina. Kama ni mwanaume huko ndani ya nyumba hii, sema amina. Nasema kama ni mwanaume, sema amina. Ninakuondolea njaa kwa jina la Bwana. Kama huko hapa ni wa kiume, simama, mtafute mwanamume mwenzako, mwambie na kuondolea njaa. Simama Bright, piga kule nyuma, mwambie wewe mwanamume, unajua tuna wanaume kama wadada. Siku hizi kuna wanaume ambao wanataka kulishwa, wanataka kuhudumiwa. Mtafute mwanamume mbariki, mwambie na kuondolea njaa kwa neno la Bwana, na kuondolea njaa. Mwambie kwa imani na kuondolea njaa. Giza linakaa kwenye nini? Kwenye uzima. Linaatamia vitu vyako vya uzima. It goes to your brain and block your brain, a place of production. Mahali pa kuzalisha, giza linakaa pale, linazuia. Ngoja nikwambieni, hakuna mtu mwenye ulimwengu ulio wazi kama mwanamke. Kuna watu wanauliza, sasa bishop, mbona hujatugusa si wanawake? Sikia nikwambie, ulimwengu wako uko wazi. Biblia inasema hivi, mwanamke ndio mwenye mamlaka ya kufungua mbingu, ndio mwenye funguo za mbingu. Hata anawaonya wanaume, nyie msiwachokoze wanawake, maana baraka zenu zitafanya nini? Zitafungwa. Maana mwanamke ndio mwenye ndio watchman ya baraka. Mwanamke ndio aliyepewa baraka na Mungu azilinde. Anasema Mungu ameumba jambo jipya duniani. Mwanamke sikiliza nikueleze. Ndio maana sikiliza, mwanamke akiingia kwenye biashara kidogo anateleza. Kwa umri huu nilioishi nimejifunza mambo mengi sana. Alafu hela ya mwanamume ni ya watu wote. Halo, hela ya mwanamume ni ya kwake. Kwanza kabla ijawa ya kwake ni ya mwanamke. Yaani wewe kama ni fundi unalipoga 20,000, ukirudi nyumbani mke wako anajua ana 20,000 ya leo. Anaweza jana hujaleta, ilikuwa wapi? Ulisema fundi haja kulipa leo. Nauliza iko wapi? Lakini mwanamke akifanya kazi yake yote, hakuna anayemuulizaga hela yako ulipeleka. Haulizwi na mama yake, baba yake, yote, hata mume wake amuulizi. Yaani mimi sijawahi kumuuliza mke wangu hela iko wapi. Yaani hakuna. Kama mtu yuko baba Alifa muulize huyu, kama kuna siku amewahi kuulizwa hela yako ulipeleka wapi. Nakwambia kama akiulizwa ni kwenye mambo, mke akimuuliza mke ni kama utani. Hela ya mwanamke. Hela ya mwanamume ni ya mke wake. Kama ana mke ni ya watu, ni ya mama mdogo, ni ya shangazi. Hela ya mwanamke ni ya kanisa. Yaani wote nyie mnakaa mnafanya kazi, utashangaa Jumapili mke anakuomba sadaka. Bili umeme unakatika, anakuambia dadi. Akikuangalia usoni, akiona una kisirani, anakuita jina zuri. Anakuita dadi au hani, sweetheart au baba. Nakupiga mgongoni, unajua sijapasi nguo yangu. Sasa unaniambia nini? Kuna kitu ambacho sisi hatujui. Niko hapa kukufundisha habari ya Roho Mtakatifu. Wakati Baba na Mwana na Roho Mtakatifu walipokuja wakasema tuumbe mtu kwa mfano wetu, maana yake alipoumbwa huyu mtu, Mungu Baba, Mungu Mwana akaweka utaratibu. Na alikuwa na tabia Mungu alipomuumba Adam na Hawa, kila siku alikuwa anawatembelea. Yaani kama kuna watu wanakaaga hapa, unajua Adamu alikuwa mjinga sana. Sikiliza, wewe hujawahi kumuona Mungu, ni Adamu peke yake. Alikuwa anawatembelea jioni, wakati jua linazama, anakaa nao, anapiga nao story. Anawaambia, wanangu, zamani za kale, kabla sijawaumba nyie, niliwaumba malaika, nikawaweka kwenye mbingu safi. Hapo zamani sana, miaka mingi, nikamweka Lucifer, nikamweka Gabrieli. Anawaeleza akina Adamu. Wewe unafikiri story gani kwa anapiga? Hivi unafikiria wewe, nikuulize, unafikiri Adamu alipokuwa anakaa bustanini, ilikuwa ni mara ya kwanza shetani kuja? Tusome nyuma ya jalada, soma huku nyuma ya Biblia huku. Unasikia? Tunasema huku, si ndio Jamani, Bwana asifiwe sana. Hivi ingekuwa ndio mara ya kwanza shetani huyu bustanini. Shetani alishafanya visitation mara nyingi sana.
Mungu alipokuwa akija jioni, wakati kuna jua linapunga, kuna kivuli, alikuwa akiondoka tu, giza likiingia na shetani naye anakuja. Adamu, unapendwa sana na Mungu. Najua Adamu, wewe ni wa maana sana. Shetani hakuangushi kabla hajakusifu. Ili upate kiburi lazima shetani akusifu kwanza. Akwambia hapa Moria, wewe ndio unaomba kuliko watu wote hapa. Hapa Moria, wewe ndio mkuu hapa. Hawa watu wote hawana akili hawa, wewe ndio una akili peke yako. Alafu unajiona sasa. Hata bishop, kuna mmoja alimwambia mtu, unajua bishop, mimi ndo namsaidia bwana, mimi ndo napanga mipango yake vizuri. Ni sawa jamani, bwana asifiwe sana. Mimi siwezi kuwa tairi ya gari yangu ina akili kuliko mimi, kwa sababu inaweza kupita kwenye mawe ambayo mimi siwezi kupita. Iliumbwa kukanyaga majabali. Jamani, bwana asifiwe sana. Exhaust ya gari yangu ina kazi kubwa kuliko mimi. Mimi siwezi kupumua exhaust. Kwa hiyo kama wewe Mungu alikuumba hapa ili upange kazi zangu, ni sawa. Mtukufu Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anamwangalia nani? Adamu anamwangalia shetani, anambia sasa we bro, kwa nini ukajifuna mbele za Mungu? Wewe uliumbwa. Acha tu bwana, unajua ni kiburi kiliniingia tu. Sasa toka basi, mimi nataka kulala na mke wangu hapa. Shetani huyo kui anaenda zake. Siku hiyo shetani aje ampe Hawa tunda, alikuja mchana. Wakati kuna nini? Nuru, kuna waka jua kabisa. Maana tunajuaje alikuja mchana? Tunasoma nyuma ya jalada. Tutakubaliana tu kama mnakubaliana kuja mchana. Biblia inasema siku hiyo hiyo jioni, wakati wa jioni jua kupunga, Mungu akaja. Maana yake tendo lifanyika saa ngapi? Tumekubaliana sasa wote? Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo shetani alikuja mchana peupe. Akamwambia, sikiliza bwana, utakuwa na akili kuliko pasta. Wewe uhitaji kuwa chini ya mchungaji. Wewe utakuwa na nguvu kuliko fulani. Wewe hata fulani, ukiona mtu ana ujasiri, anasimama kwenye vyombo vya habari, anatukana rais, anatukana waziri mkuu, anatukana majeshi yote, na yuko hapo tu. Alafu unajiuliza, hivi ni nini anakutumainia? Ni shetani, ameingiwa ni shetani. Shigodi anasema ameingiwa ni nini? Ni shetani. Mtu akiingiwa ni shetani, anaona kila kitu anakiweza. Maana shetani alipoasi tu, aliona hata Mungu ni mdogo kwake. Hivi ungekuwa shetani ungeasi kweli? Wangapi wanasema bwana, ningekuwa mimi shetani? Unaasije mbele ya Mungu aliyekuumba? Yesu asifiwe sana. Unajua Mungu hakuwahi hata mara moja kujionyesha kwa malaika, lakini alijionyesha kwa Adamu. Biblia inasema malaika wana mabawa ya kufunika, wakisikia sauti ya Mungu wanafunika nyuso zao na wanainama mpaka chini, wanamsubiri mzee wa siku afanye nini? Apite. Lakini Adamu hakupewa mabawa, akapewa utukufu. Ndio maana Adamu alikuwa anaishi dunia yote wakati wote. Najaribu kufikiria, yaani mimi ningekuwa Adamu, hivi tunavyoongea hivi, ningesema nataka kwenda kwenye Pluto sasa hivi au kwenye Mercury. Nasimama tu niko kwenye jua, alafu naangalia zile malighafi Mungu alitumia kuumba jua. Alikuwa hawezi kuungua, alikuwa ni moto, alikuwa hawezi kudhurika. Adamu kabla ya Adamu, ni mwili wake ulikuwa hauwezi kuchomeka. Alikuwa hawezi kufa, alikuwa hawezi kuugua, alikuwa na limitation. Alikuwa akiamua jambo linatokea. Adamu alipomsikiliza Hawa na Hawa alipomsikiliza nyoka, hiyo mamlaka ikatolewa. Bwana asifiwe. Okay. Tuende kwenye Matendo ya Mitume 2:1 tunapomaliza. Biblia inasema uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi.
kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto. Watu wanasema Roho Mtakatifu ni moto, ni kama moto. Tunakwenda pamoja uliowakalia kila mmoja wao, wote wakajazwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Ndipo kwa mara ya kwanza kwenye Biblia panaandikwa mahali Roho Mtakatifu. Ndiyo, Roho Mtakatifu anakuja kwa mara ya kwanza. Huko mwanzo Yesu alikuwa anasema atakapowajilia huyo Roho Mtakatifu, lakini hapa kwa mara ya kwanza mwenyewe anawasili, akawaingia, akawajaza, wakaanza kunena kwa lugha, wakaongea mambo mbalimbali. Sasa hawa watu walikuwa na bahati sana, maana walikuwa wanangojea ahadi. Na sisi ahadi hii ni ahadi yetu sisi na watoto. Ukisoma mstari wa 38, Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Biblia inazungumza mstari wa 38, haya ni maneno ya Paulo, ya Petro. Anasema walipoyasikia hayo wakachoma mioyo yao. Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, na kuwaponya, akisema jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. It means Roho Mtakatifu ni ahadi ambayo sisi, is a promise, tumepewa kupokea. Sasa kwa nini mimi nachukia sana, na mara nyingi nitasema, na kama unaudhiwa unisamee tu, huu ndio udhaifu wangu wa kuwasema watu ambao wanachukua nafasi ya Mungu kwenye maisha ya watu. Huo ni udhaifu wangu. Nina wivu na Bwana Yesu. Natamani Bwana Yesu ayatunze maisha yako. Natamani Bwana Yesu ayakalie maisha yako. Natamani yeye ndiye awe yote ndani ya yote, katika yote, mambo yote awe yeye. Haleluya. Roho ya dini inachukua nafasi, inakwambia ukifa tutakuzika. Dada yangu, nakwambia unaweza ukafa mahali hakuna mtu. Unaweza ukaliwa wewe na fisi na ukapotea kabisa, mpaka nguo zako zitakazokuwa na damu zikaliwa na fisi, ukatafuta usipatikane na dini yako, alafu kibaya ukauawa, ukaliwa, hata hakuna aliyejua. Baada ya kupotea kwa miaka mingi ndio unatafutwa, fulani yuko wapi, hajulikani. Familia inabaki tu inasema siku akija tutazika, kama hayupo. Kwa hiyo inakaa mpaka wajukuu wanafika, nasema bibi yenu alipoteaga, yupo, atakuja, na kumbe ulishaliwa siku nyingi. Dini isikudanganye. Kuzikwa hakusaidii chochote. Immediately utakapotoka kwenye mwili huu, mwili wako hauna kazi kabisa, ni takataka, it's a carcass. Unanuka kabisa. Unajua, ngoja niwaambieni, shetani ni waovyo sana. Hatilii msisitizo kwenye mwili ulio hai, anatilia msisitizo kwenye maiti. Waovyo. Na ndio maana anakaa chooni, wanasema wengine. Waovyo sana shetani. Ni rafiki wa maiti. Shetani rafiki wa makaburini. Ukiumwa, ukimwambia mtu naomba hata hela dawa akupi. Ukifa mpaka anashona sare. Shetani huyo. Shetani alaaniwe, atakungoja sana haufi. Nasema atakungoja sana, hautakufa. Nasema shetani atasubiri sana, hautakufa. Nasema shetani atasubiri sana, haufi. Nami nakuambia hautakufa kwa jina la Bwana. Nakuambia hautakufa kwa jina la Bwana. Nasema hautakufa kwa jina la Bwana. Mwili wako hautakufa kwa jina la Bwana, na roho yako haitakufa kwa jina la Bwana. Utaishi uyasimulie mema ya Bwana. Utaishi ule mema ya Bwana juu ya nchi ya ulio hai. Kama unaamini sema amina mpaka Lucifer asikie. Sema amina yenye afya kwa jina la Bwana. Utaishi mpaka uuchukie mwili. Halo? Yaani utaishi mpaka uamue bwana mimi naomba nife. Yaani wewe mwenyewe unambembeleza Mungu. Wangapi wanapenda hiyo? Halo? Yaani mimi utaishi unakaa sasa, umeshakaa, umeshawazaa watoto, wajukuu nini, unakaa hapa duniani nifanye nini? Unaamua bwana ngoja nife tu. Unamuomba Mungu, Baba si uniue. Wangapi mnajua kuna watu wanamuomba Mungu si kwamba wanaumwa, wameshafika mwisho. Wanaona
Unamkumbuka Zakaria sema waweza kumruhusu mtumishi wako afanye nini? Aende kwa amani. Sasa unakufa na miaka 38, waenda wapi wewe? Uko na balaa kubwa. Utuachie ugali, utakula na nani huyu? Halo? Kuna mtu amekula kolabo? Kesho kutwa tuna harusi hapa ndugu yangu, ufe uende wapi? Sie tunakula harusi pamoja. Alafu ufe hujaolewa. Uolewe kwanza, uvae shela na uzae watoto na wajukutu waone. Kwa kuite bibi, halo? Wakuponde ponde chakula, sema amina. Nyama wasage kabisa, sema amina. Maana unakaa hapo umeshachoka, hata meno hutaki kutafuna tena. Mpaka unasema Bwana, weza kumruhusu mtumishi wako aende kwa amani. Sasa wewe unataka nini? Nilikuwa namuona mchora picha, ana miaka 103. Anatimiza miaka 103, anachora picha ya mfalme wa Uingereza. Ameishi. Mpaka akiongea anaongea bwana anaenda kumdumisha mtumishi wako aende tu kwa amani bwana. Sasa hayo ndio maisha. Wewe una nguvu hivi, meno anapenda ugali. Unakula kanyama ka kuku wewe. Kaliko banikwa. Sio huyu kuku wa sasa, wa kienyeji akabanikwa. Akatoka kwanza, ametoka Singida. Amekimbia mgambo, lakini akaja kwenye oven. Akawekwa kitu kinaitwa nini? Tangawizi. Wewe vipi? Unaenda wapi? Ni njaa tu. Njoo ule mchana kule kwangu leo, ule usikie chakula kilivyo kitamu. Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kufa. Shetani anatuletea mawazo ya kufa tu. Uende wapi? Hii dunia tumewekwa kwa ajili yetu. Nakwambia watakufa wengine, lakini wewe ufi. Yaani nikifikaga hapo sema amina. Ahadi ya Roho Mtakatifu kwetu ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Naomba nikwambie haya mambo. Hebu andika haya mambo machache. Nikiacha kukwambia, Roho Mtakatifu ni mwalimu. Roho Mtakatifu ni nani? Ni mwalimu. Atakufundisha haya mambo yote. Miwaga na mimi najishangaaga, hivi nayapataga wapi? Lakini Roho Mtakatifu alikuwepo. Yaani mimi Roho Mtakatifu ananifundishaga vitu vingine nacheka. Unaona kama vitu nakufundisha hapa. Yaani Roho Mtakatifu ananileteaga Adamu. Alafu ananionyesha na Hawa. Alafu ananionyesha na nyoka. Alafu ananionyesha na mazungumzo yalipoanza na muda waliokuja. Alafu ni kama niko pale kwenye bustani ya Eden. Alafu ananifundisha. Kuna mambo una maswali, muombe akakufundisha na kuambia maswali yako yanaisha Ubinadamu hauachi kuja. Hata leo nilikuwa namwambia baba Alfa. Niambia baba, kuna wakati najisikiaga vibaya. Watu niliowasaidia, niliowavusha, wananiacha wanaenda, wanaasi. Tulikuwa tunakumbuka hapa kanisani. Tulikuwa na wababa wa nguvu sana. Wa nguvu mno. Nikawasaidia. Tukaomba Mungu, mtu mmoja akawa anajenga mradi wake chuo kikuu. Tukaja hapa kanisani. Nikachukua wababa, walikuwa wababa 7. Nikawapeleka kwenye ule mradi. Wakaanza kufanya kazi pale. Wakapata tenda za kujenga mahoteli huko, mbuga za wanyama. Maisha yakaanza kwenda, wakapata hela. Walipopata hela, yule kiongozi wao akaoa mke kule. Alafu hao wasaidizi wakawa ndio wanaenda. Sasa huyu akaanza kukopa pesa, alafu hawa wasaidizi, fikiria ni wazee wa kanisa, wanaenda kwenye serikali ya kijiji, wanamtambulisha huyu kahaba wa huyu jamaa kwamba huyu ndio mke wake wa ndoa, alafu wanaenda mahali wanachukua, wanaandikisha magari nini. Mimi niko hapa, tulikuwa tunaabudia kanisa lile pale. Nashangaa naingia ibadani sikio, namkuta aliyekuwa ni mzee pale mmoja wapo kiongozi anafundisha. Anasema ili kanisa sisi wote ni sawa. Kwani lazima tu bishop yeye ndo sasa ataji straight. Akafundisha uasi kabisa. Nikamuita mama Alfa ngambia hii ngome imeshatiki mama. Kipindi mama Alfa alikuwa ndo kasichana, yani ndio alikuwa ni hapa kanisani kama sijui tumtolee nani mfano kama Irene wa hata mkubwa. Alikuwa ndo mdada tu na baba Alfa hapo hapo.
Alafu baba Alfa mwenyewe wale jamaa wakampiga teke. Alikuwa ananiambia pale chumbani, baba pale ofisini, baba nashukuru Mungu sana. Ningekuwa wapi mimi? Wale jamaa leo wengine wako kaburini. Wakapata hela. Hebu sema hela. Hebu sema wakapata hela. Wa baba walipopata hela wakaanguka wote. Sasa nikaa namwambia baba Alfa pale, mimi inaniuma. Lakini siku moja Roho Mtakatifu ambaye ni nani? Mwalimu, akanifundisha. Akaniambia, mwanangu, kabla hao watu, jamani Bwana asifiwe sana. Kabla hao watu hawajakuasi wewe, waliniasi mimi kwanza. Wangapi mnakubali? Wangapi mnakubali hao watu walimuasi Mungu kwanza kabla hawajaasi kanisa? Wangapi mnakubaliana? Sasa usikubali kumuasi Mungu. Akanifundisha, usihuzunike. Endelea kusaidia watu. Nakumbuka yule mmoja nilikuwa nimempeleka pale, akapewa kazi, akaenda akaiba material ya yule bosi, tani 20 za nondo, kama milioni 40. Alafu alipoiba akaenda akaziuza, akala, wakafanya starehe, zikaisha hela. Kumbuka hapa kanisani mke wake anaishi na sisi, watoto wake wanaishi na sisi. Ana watoto sijui 3 sijui 4. Kwa mimi mbano ndio nilipe ada, maana yule bosi amekataa kumlipa huyu mtu baada ya kuiba. Nikafunga nikaenda mpaka kule kwa bosi. Nikamsii bosi, naomba unipe hela yule mama apate hata kaploti. Yule bosi akaniambia, mchungaji, ninaheshimu kwa sababu wewe ndio uliniletea na wanakulaumu wewe. Akachukua milioni 10 akanipa. Nikaja hapa Olotu nikanunua ploti kwa jina la yule baba, nikaweka pale. Nikachukua na hela, nikachukua tofali, nikaweka material, nondo nini. Yule bwana yeye alikuwa ni fundi engineer. Zile hela nyingine zilizobakia nikampa. Nikamwambia, sasa wewe ni fundi, jenga nyumba, hawa watoto wahame. Walikuwa wanapangisha. Jamaa akaleta material pale, akaenda pale kwenye material, akaondoka hivi, akaenda akauza, akala ile hela yote ikaisha. Akarudi akauza ile material, akarudi akaja akatapeli na mwanajeshi mmoja. Alikuwa ni baba wa watoto 4. Watoto wamezaliwa hapa, ninawapa majina. Bwana asifiwe sana. Sasa hivi aliko hatujui, mke alishaachana naye na mke alishaolewa saizi na ndoa nyingine kabisa na vigelegele. Roho Mtakatifu akanifundisha, ukiwasaidia watu wakikuacha usiumie. Sasa naomba nikuulize swali. Wangapi mnanisikiliza au wangapi mnanisikiliza? Unajua nataka kufundisha nini? Namna ya kushinda maumivu. Kuna kitu hauwezi kufundishwa darasani Sunday ukashika. Lazima Roho Mtakatifu. Niulize, mtu ambaye umeolewa au una baba na we ni kadogo tu, ndio umemaliza form 4, baba akafa, maumivu nayo yapata, nani anaweza kukufariji? Mnanisikia? Nani anaweza kukufundisha namna ya kushinda huo uchungu? Hebu sema Roho Mtakatifu. Unajua tukisema Roho Mtakatifu ni mwalimu, watu wanakimbilia atakufundisha kunena kwa lugha. Inakusaidia nini kunena kwa lugha? Kunena kwa lugha ni karama. Na ndio maana kuna watu wananena kwa lugha lakini wajinga, pumbafu kabisa. Wajinga kabisa. Lakini wananena kwa nini? Kwa lugha. Kunena kwa lugha ni karama. Ni zawadi kama kuwa mrefu. Hujawahi kukutana na mtu mrefu kama mimi mjinga? Afu warefu wakiwa wajinga wanakuwa waovyo, afadhali wafupi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa mrefu uwe na akili pia bwana.
Sio tukiwa tunatembea hivi huko kule mbali tunakuona, alafu tunasema unaona ule fala, yani wewe unatokea kule mbali fala. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ukiwa wa kiume uwe na akili, si ndio? Unasema amina. Amen. Na ukiwa wa kike pia uwe na akili. Amen. Roho Mtakatifu anakufundisha mambo magumu, kushinda uchungu, kushinda huzuni, kuondokana na watu waliokuumiza wasichukue imani yako. Shetani anapomtumia mtu kukuumiza, huwa alengi maumivu yako, analenga imani. Unajua, nilifika mahali nikasema sintawahi kumsaidia mtu. Yaani nyie wote hamkuwepo. Yaani wakati ninafanya yale mambo ni watu wachache sana hapa walikuwepo. Labda dada Flora, kina baba Alfa ndio walikuwa wapya. Yaani wengine nyie wote hamkuwepo. Kwa maana hiyo, kama ningeshika yale maumivu, maana yake nisingewatengeneza watu wengine kama wewe. Tunakubaliana? Anayeweza kukusaidia ni nani? Anayeweza kusaidia ni nani? Anaweza kusaidia kukufundisha hiyo ni nani? Roho Mtakatifu akikufundisha kutembea na wanafiki peke yake, umeweza. Mpaka wanauliza, hivi wewe Nsia una moyo wa chuma? Hujawahi kuwaona watu unawashangaa? Ni nani ambaye kumuona mtu anamshangaa? Yaani namna alivyo huyu mtu anashangaza. Wangapi wananifahamu wanashangazwa na maisha yangu? Wangapi wananifahamu kidogo wanashangazwa na maisha yangu? Wangapi tu? Sasa fanya mkono wako hivi tu, hata unitie moyo kidogo, unitie moyo. Sikia nikwambie, watu wanaonitia moyo kuachana na watu ni wengi kuliko wanaonitia moyo kuwasaidia watu. Narudia. Watu wanaonitia moyo mimi hapa, mtumishi wa Mungu, mchungaji, watu wanaonitia moyo kuachana na wanadamu na sauti zinazoniambia achana na watu bwana ni nyingi kuliko zinazoniambia saidia watu. Nimefundishwa na Roho Mtakatifu, mwalimu, watu ni wa maana sana. Usiangalie tabia zao, angalia thamani yao. Ndio ibada inaanza. Nasema usiangalie tabia zao, angalia thamani yao. Sema amina. Chukua mkono wa baraka kwa jina la Bwana. Watu wakikuumiza ukaumia, umeisha. Naongea na mtu aliyeko hapa. Nasikia naongea na watu walioumizwa hapa. Hebu weka mkono wako kwenye moyo wako, sema Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu mwema. Sina namna ya kutafsiri maumivu, kukata tamaa, kuvunjika moyo, imani kuibiwa, kwa namna ambayo watu niliowaamini, niliowathamini, niliowapenda, niliowapa maisha yangu, waliponigeuka, imani yangu, moyo wangu, akili zangu zilipotea, nikawa kama mfu. Roho Mtakatifu, ninaomba nifundishe kama ulivyomfundisha mtumishi wako. Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana, Roho mwema, Roho mnyenyekevu. Wewe uliye mnyenyekevu, unayewapenda watu wote, ulinipenda hata mimi nilipokuwa dhambini, nilipokuwa sifai, nilipokuwa mwenye dhambi, bado ulinipenda. Roho Mtakatifu, fundisha moyo wangu namna ya kutembea, namna ya kuwapenda, namna ya kutembea, namna ya kuishi nao. Fundisha moyo wangu, uondoe uchungu, weka maarifa, weka akili, weka imani. Imani yangu haitaibiwa na wanadamu walionipenda vibaya. Kwa jina la Yesu, imani yangu ni kwa Bwana wangu. Roho Mtakatifu, uliye mwalimu mwema, nifundishe namna ya kusahau maumivu na uchungu wa kufiwa na wapendwa na watoto na wazazi na ndugu na marafiki na jamaa. Roho wa uzima, Roho Mtakatifu, ninakuomba nifundishe mawazo ya Bwana.